Hey yo, Lifetime music. Odevani, Heaven Material, special dedication to vijana na Christ, Samaritan Radio 88.3. What are the MC? Skiza hii. God dream upon this. Ase Monday to Friday inatesa angani, vijana na Kristi inabisha langoni, vijijini mitaani twasikika hewani, Walter the MC anabisha hewani. Kwa masaa matano tunakupa injili, kwa masaa matano angalau watu wekaribishe, au sio? Kwa hivyo Lucy, fanya vile nyinyi fanya. Asanteni sana, msimame. To be with us, Jehovah, at this session that we are going to undertake, my Father, we need you to protect us, my God, as we go in, Jehovah, as we start, my Father, as we fulfill it, my God, be with us. Every talent for every person who is coming here to Jehovah to attend, Jehovah, be with us. In Jesus' name we do pray and believe. Lawrence. Ramwe. Anaweza nishinda. Ramwe na kwapi. Ramwe na kwapi. Ramwe na kwapi. Kwa hivyo Ramwe, wewe una dance song za aina gani? Yaani style gani ya dance? Modern dance ama modern? Kwa hivyo unataka DJ select ngoma kama gani ile ya gospel yenye unaweza cheza hapa? Song gani? Ama yeke tu song yote ile. Yeke ngoma ya Jayfan, kama Jayfan hakuna zile za kama za kina Zero. Odi. Tafuta tu Morgan, ni selectie tu hapo ngoma moja tu tamtamu. Wapi ndio form 3 yellow? Madego amerepresent kweli. Ambaye siko form mimi niko yellow ya mabazenga. Kichka hiyo. Kwa hivyo Morgan, cheza kama wewe. Oh yeah. Ndio sasa. Oh shit. Kwa hivyo this is Samaritan team. Welcome. So they are the ones who are supposed to be giving up as the next direction. Tuone vile tunaweza anza. Nilikuwa nimeeleza timu ya leo ni kwa nini ukatae kusoma. Kwa hivyo I'm happy with the Samaritan team. Thank you. Walimu hapa.
Espe oya. Espe oya. Espe oya. Praise God. Praise God. God is good. All the time. Now listen to me. Listen to me. Tell your neighbor, listen to me very carefully. Give me space, oh. I'm gonna dance to the Lord, oh. It's my time, oh. So I said, which school is this? Which show is this? You say Radio Samaritan by MC Water 01. Let us start. Which show is this? I said, with MC Water 01. Hashtag the protector. Hashtag the protector. So I'm very happy actually. Our visitors from Radio Samaritan, from the studio, and all the students. And for this time, I want to thank God so much because for giving this opportunity, for being the first school to launch this program. And I want to appreciate actually this faithful God that we serve, that it is a blessing to our school. So students, we should be very happy and embrace this opportunity to change our life, to change our thinking for capacity as we are in school, as also we dream of coming up to school. So I want to start first of all the administration. Lamzesha, although we have the deputy principal, has given us this chance to launch in this program. So I will invite our MC Walter 001 to come and officially launch this program because it's his and ours. So let me this opportunity. Let us stand up. Let us just stand up. Let us just stand up. Huyu ndugu mbona anafanya hivyo? You can't afford kuboeka. You can't afford kuboeka. Bwana Yesu asifiwe. SB, imagine you cannot afford to be bored. Do you know why? How many schools are in Luanda constituency? How many schools are in Luanda constituency? Emuhaya constituency? Wacha sasa hata tufanye hivi. Shule ngapi ziko ndani ya Vihiga County? Nyingi sana. But Mwenyezi Mungu akawezesha kwamba siku ya leo tufike wapi? Na SB ituanzishie. Don't you think that deserves a celebration? It is mighty, sendio? Kwa hivyo kama kawaida, kwa sababu wacha baba ashuke, alafu baba akishashuka vijana na Christ, kisha nitakuwa na introduce team ambayo nimeweza kutembea nayo.
ili mkaweze kuwajua, na pia watakuwa na jambo moja ama mawili ambao watakuwa wanazungumzia tukijua ni vipi. Kwa hivyo wacha baba ashuke, DJ Morgan. Baba ashuke. Kwa hivyo tutakuwa tukisema tukisema 88.3 FM, wewe unasema Samaritan Radio. Na nikisema Samaritan Radio unasema 88.3 Ecclesiastes chapter 12 verse. Remember now your Creator in the days of your ukisikia unataka baba ashuke, unaweza inuka ukacheza kidogo, inaruhusiwa. Nashindwa nitafanya nini, mawazo kwa akili, nashindwa nitafanya nini, baba shuka usitu. Kwa hivyo Sebe anashuka na hatumani. Nalia uyu, yeah. Nalia uyu, baba. Yeah. Hao wenyewe watajua ni nani. Kwa hivyo tunasherehekea tupigana na Christ. Hodevani kuja 88.3. What are the MC? Sikiza hii. Asema Monday to Friday inatesa angani. Yeah. Vijana na Christ inabisha langoni. Vijijini mitaani wasikika hewani. Wote ni MC anabisha langoni. Kono kwake. Kwa masa matano kono juu tunakupa injili. Kono juu. Kwa masa matano kono juu tunakupa muziki. Vijana na Christ tunabisha hewani. Alipotumia telekeza Biblia. Samaritan Radio ni ya Yesu. Kwa vijana na Christ ni ya Yesu. Vijana na Christ ni ya Yesu. Kwa vijana na Christ ni wa Yesu. Yeah. Hadi yake. Kwa vijana na Christ ni wa Yesu. Kwa vijana na Christ ni wa Yesu. Yeah. Ni wa Yesu. Kwa vijana ni wa Yesu. Shukrani. Kwa hivyo atakuwa anapiga hicho kibao chote. Kumbuka hiyo ni talanta ambayo iko wapi? Ambayo iko wapi? And that is why we are. Wangapi wanaweza kuimba? Wote. Sawa, kwa hivyo wacha nikachukue fursa hii kuweza kumkaribisha wenzangu. Kumbuka hapa ni Samaritan Radio, tunashirikiana na Just Sound Records. Kumbuka Just Sound Records being Joy and Hope Studios. Kwa hivyo nitaweza kuwakaribisha wale team Just Sound wakaweze kuja hapa ili tuweze kufanya introduction, kisha tutakuwa tunaingia moja kwa moja kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu atatuwezesha kunena hapa na wewe siku ya leo. Kwa hivyo nimetembea na wasanii wangu, alafu na mwenye atakuwa anapatia motivational speech. Kwa hivyo ni jina tu, alafu tunasonga. Kweli. Okay, hata mimi ni msanii wa Just Sound Records hapa Vihiga County. Kwa hivyo mkiniona mtajua mmeona msanii wa kwanza, sio? Wapi makofi ya Volta? Isibe haya. Hello. Praise God. Praise God once more. By the way, mimi nimefurahi kuwaona sana. Mimi naitwa Volvo 254. Unaweza nitafuta kila mahali. Nimeshukuru kuwaona. Tuko pamoja. Asante sana. Kuna time ya kuperform au sio? Jina tu, alafu ni hivyo. Yesu asifiwe. Sibe Secondary School. Ni Gabriel Jesus. Ungapo najua Gabriel Jesus. Yes. Nyaje.
Okay, mimi najulikana kama Funky, Funk 254. Mimi si msanii wa gospel but nimeleta mabeste. Hiyo sasa. Kwa hivyo ila siku represented, alafu hapa kuna huyu jamaa. Ya Genius Ibea. Mimi naitwa Jackson Patel, but ukipata hapo mimi msanii Jackson Kadamazani kupata kesho na tunafurahi kuja hapa. Yes, mkao mnamtambua sana, mmechangamka ni aje. Mmechangamka. Alafu face ya Jazz Sound, ukikuja ndani ya Jazz Sound kuna mwenye anakukaribisha pale kwa reception. Yendo yani yendo na make sure mazee Jazz Sound ni kama inang'ara. Anaitwa Lynn. Pia yeye ni artist. Na yeye ni alumni wa SB High School. Alumni wa hii shule. Alikuwa hii shule by the way. Na yeye ni talent. SB mmebarikiwa sana. Mnaanzisha tu kila kitu na kuona kila kitu. Lina, hebu sema kiasi. Hi my people. Praise God SB. Hii ni shule yangu. Sindasomera ya. Primary ndasomera ya. High school ndasomera ya. Sasa hii ni shule yangu. Napenda sana. Wengi wananifahamu kama Blessed Lynn. Yeah, wangapi wanajua Blessed Lynn? Wote mnanifahamu, wanidanganya. Lakini nikiangalia sura zenu za ng'ara kabisa. SB kumbe bado tunang'ara. Sivyo? Lakini majina yangu kamili ni Evalina yako. Sio wengi wananifahamu kama hiyo, sivyo? Sawa. Mimi ndio secretary pale Jazz Sound Records. Ukikuja pale mimi nakaribisha ndani ya jikoni, upikiwe vitu vikaive viandaliwe mezani jamani. Hey SB. Hey. Amen. Watu makofi ya nini? Leo mko umechangamka hivyo. Pia ni mchangamke. Kwa hivyo nitakuwa nakaribisha director wa Joy and Hope Studios, Mr. Byram Mjika. Hallelujah. Yes, kama vile mmesikia ni Byram Mjika. Naishi pale Luanda. Mmetukaribisha hapa. Yeah, mko na nafasi nzuri na pia mko na bahati kwa kuwa tumekuja hapa mara ya kwanza kabisa. I think mnajua about Jazz Sound, sio? Yeah. So, mu feel like mko mahali pazuri. Alafu maybe ningewahimiza wale wanafunzi, tuko na vitu nyingi zenye tutafanya hapa. Maybe mtajionea na mengine tutaendelea baadaye, si ndio? Haya, asante sana. Yes, kwa hivyo nitakuwa narudisha kwa wapi makofi ya Joy and Hope Studios. Ukiona hiyo sound imefungwa hivyo, ukiona vile DJ ule ni DJ anaitwa DJ Morgan, vile anacheza hivyo anacheza kama yeye. Hiyo ni DJ ni material ya Academy ya Jazz Sound. Kwa hivyo wacha tupatie Walter atuendeleze. Kazi yako ni kusema tu amen. Samaritan ni ya Yesu. Walter ni wa Yesu. Samahani, mtanisamehe. Kuna mtu maana sana mwenye hakuwa amewasalimia na nimekuja naye. Utanisamehe ndugu yangu. Wasalimie kidogo. Yeye ndo ako na experience na mambo na youth, atawapatia brief. How are you? Hello. Angalia jirani yako. Muulize wewe ni nani? Kama hujui jina yake toka hapo. How are you guys? How are you again? Thank you so much. My name is Mbeta Javan. I'm an artist. Search on YouTube Mbeta Lastborn. I'm a vocalist. I do vocal music also. I'm an architect by profession. I'm a product of Bunyore. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Above all, and Jesus is Lord. And is a great friend of mine. Hallelujah. Mimi wanatembea na ndugu yangu anaitwa Clinton. Just come. 1 minute.
This is my brother in Christ and also in crime. Say hi. Hi. Thank you. He's called Clinton. Tumefanya naye mambo mingi kimziki and also you laugh in Spanish. You are done. Hello? After that, I'm also a filmmaker. Anybody willing to be an actor here? You want to be an actor? Yeah, utaniona after this. Thank you. Asante sana Javan. Kazi yetu ni kusema amen. Amen. Now wake up in the morning, now refresh air. Nina Yesu moyoni tanitetea. Benjamin haoni wana mistake there. Hadi penye sioni atanitetea. Samaritan ni ya Yesu. Amen. Esibeli ni ya Yesu. Hapa kuna form 1 na mpaka form 4, si ndio? Anzisha hiyo wimbo Samaritan unapokuja. Esibeli ni ya Yesu. Luanda ni ya Yesu. Amen. Amen. Yes, he is mighty. Kwa hivyo wacha nichukue fursa hii kukaribisha team Samaritan ili pia nao mkawajue, ili wakati ninapokaribisha Javan at least tuwe tumejuana, ama vipi? Kwa hivyo karibu sana. Kumbuka it is 88.3 FM. Wacha nione wale ambao walikuwa darasani. 88.3 FM Samaritan Radio. Remember now you are created in the days of your youth. Vijana na Christ. Kwa hivyo wacha nikaweze kuwaruhusu ili wakaweze kujiintroduce. Esibene hai. Esibene hai. Okay, mimi wananiita Elvis Olinga. Ukipenda unaweza niita D.O. Sema D.O. D.O. Siwasikii, sema D.O. Form 1 mko wapi? Forms 4 mko wapi? Okay, tumefurahi. Remember your creator during the time of your youth. Sawa? Okay, venye nimesema naitwa D.O. Ukisikiza 88.3 FM utanisikiza kule, na tunasema 88.3 FM Samaritan Radio. Unajua tumefika hapa Isibene na nimekuwa nikijiuliza nimekuwa nikijiuliza what is our motto? Siwasikii, what is our motto? Thanks to sana. Wacha niukaribishe next person hapa. Hi, saseni. Kila mkafanya hivi. Naitwa Asami Masi. Radio Samaritan. Kwani mmepotea? Radio Samaritan 88.3 FM. This is the mistress. Alafu kuna stapo, sawa? Amen. Bwana asifiwe. Hebu kanifanyie hivi nikuone. You look smart today. Say thank you. Na mnapokuwa smart mjue Mungu anawapenda. My name is Amwai Valerie. Ukisikiza Samaritan Radio, I'm also called Vivan. I'm an actor, I'm an artist also, and I'm doing journalism. So ningependa tunapoendelea na isho tutajuana kwa mengi na pia Mungu atakuwa nanyi. Na mbarikiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Wangapi wanampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yao? Simama na huo mkono wako.
Kama unampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yako, simama na mkono wako. Naam, Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema katika Psalms 121, nitainua macho yangu unitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Bwana asifiwe. Amen. Msaada wangu unapatikana kwake Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi. Wewe kama mwanafunzi wesiwe, wewe kama mzazi wa hapa, wale wazazi ambao wamefika mahali hapa, na wewe kama mwalimu wa shule hii, msaada wetu unapatikana kwake Mwenyezi Mungu. Mwanadamu hana msaada wako, yule aliye na msaada wako ni Mwenyezi Mungu. Haleluya. Amen. Unapoangalia yale ambayo mnapitia pale nyumbani, kumbuka tu yule atakayeweza kukusaidia, yule atakayeweza kuwainua, yule atakayeweza kufanya ukaweze kufaulu mtihani wako ni Mwenyezi Mungu. Haleluya. Amen. Wewe kama tumaini yako kwa Mungu, na kama haujaokoka usitoke hapa siku ya leo kama haujaokoka. Maana ushuhuda wako upo. Ushuhuda wako unakungojea. Kama unataka kupokea ushuhuda wako, mtegemee Mungu na mkubali Yesu Kristo maishani mwako. Wewe kama kijana utaona ukuu wake Mungu ndani ya maisha yako. Haleluya. Nataka tuamini tunapoenda kuomba. Kwa wale ambao wanataka kupokea wokovu kwanza, tunaenda mbio mbio sababu ya muda na sababu ya weda. Kama unataka kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, ukaweze kuinua mkono juu. Walter the MC na wenzangu wako hapa wataweza kukuona na tutasaidiana na wewe kando na kwa huu maji. Wangapi wanataka kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako? Haleluya. Amen. Tupige makofi, tushangilie. Haleluya. Naona nyinyi wote mnataka kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yenu. Haleluya. Haleluya. Na wakati unampokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, usiruhusu mapito ya ujana yakaweze kukurejesha nyuma. Haleluya. Nataka tunapoabudu huu wimbo mmoja, wewe ambao unataka kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, ujihoji ndani ya moyo wako, mwambie Yesu, ninaacha yale yote ambayo nilikuwa ninayatenda. Ninaacha zile dhambi ambazo nimezitenda. Mungu wangu ukaweze kunikubali. Mimi nasema haya maneno ukapate kuyarudia. Ukaweze kurudia haya maneno ambayo nataka kusema. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, nakubali kuwa mtenda dhambi. Nazikiri dhambi zangu leo hii. Naziacha dhambi zangu leo hii. Naomba unisafishe na damu ya mwana kondoo iliyomwagika pale msalabani, katika jina la Yesu Kristo. Njia zote ambazo nimepitia, njia za uovu, misingi za jamii, nazikataa leo katika jina la Yesu Kristo. Jehova, shuka utawale maisha yangu. Jehova, shuka utawale wokovu wangu. Jehova, shuka utawale masomo yangu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru siku hii ya leo. Umekuwa mwema, umekuwa mtetezi. Wale wanafunzi ambao wameweza kupokea wokovu, Jehova nisi, tunasema
nasema wacha Mungu wangu ukapate kutawala maisha yao. Wakubali Baba, ukafute jina lao kwenye kitabu cha kuzimu na ukawaandike majina yao kwenye kitabu cha uzima. Baba, wewe ni Mungu, unaponena unatenda. Tenda katikati yao, tenda katika familia zao, kwa masomo yao kapate kutenda. Sifa nazo zikurudie kwa jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Nataka kuona mkipeperusha bendera ya Yesu. Wale ambao wameokoka, wapi bendera ya Yesu? Haleluya! Oh, ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe, ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Ameniokoa. Weza kuketi chini. Nashukuru Mungu. Kwa majina yangu naitwa Muhando Wilfred. Mimi ni radio presenter pale Samaritan. Huwa nafanya kipindi cha karibu kwa ushirika Jumatatu, Jumanne na Jumatano kuanzia saa 1 jioni hadi saa 6 usiku. Siku ya Jumamosi pia tutapatana na wewe pale kuanzia saa 11 asubuhi kwa kipindi kile cha Inuka Uangaze hadi saa 4. Mbarikiwe sana. Haleluya. Asante. Praise God. Praise God. Indeed, it is mighty. When you receive Christ, good things start happening in your life. When you forsake Christ, bad things happen in your life. Some of us fail exams not because we are not wise. It's because wisdom comes from God. James chapter 1 verse 5. And when you ask for of it, He gives you. Remember that man who could not walk, and they brought him from the rooftop. Na wakati alipofikishwa pale chini, kwanza Yesu Kristo alimwambia kwamba umeokoka. You are forgiven. Your sins are forgiven. And now you can walk. Mbona hakumwambia ya kwamba you can now walk? Your sins are forgiven. Are you getting me? Unajaribu kupata jinsi ambavyo Yesu Kristo alimwambia ya kwamba your sins have been, and now you can, not now you can walk. Your sins are forgiven. So some of us, what we are going through is that we are lepers, we are sick, we are lame, we cannot walk, and we cannot walk, and we'll keep on not walking until when we are forgiven our sins. And forgiveness of sins is what we are calling salvation. Receive Christ, and it is sweet to be in Christ. Kwa dakika 30, kisha baada ya zile dakika 30 tutaingia ndani ya talent. Kwa hivyo iwapo ulipatiana jina lako, then just know that after the motivational talk that we are going to have, we are going to welcome talent in the house. Those who can do different things. Remember, Just on Record is here. And I'm sure they're here, and I'm sure they want to take you to another level. Amen. Praise the name of the living God. Sasa siwache tupate Javan akaweze kutufanyia kweli, ama vipi? Karibu sana Javan. Welcome. My advisor told me that once you usher in a new speaker, you have to applaud. Hallelujah. For you have failed the exams, kila mtu asimame. Stand up. Stand up. Stand up. Munipatie ile kiboko lakini si kiboko, si ndio? So I want us to clap for Jesus. Just clap, just clap. And as you clap, hello? Amen. As you clap, I want to confess this, that I am a youth for Christ. Tell yourself, I'm a youth for Christ. I am a youth for Christ.
Which school is this? And this is Vijana na Christ Tour. Tell your neighbor, Vijana na Christ Tour. You can sit. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. I feel preaching, but I'm not preaching. Amen. I just want us to pass through a simple lesson or a teaching of who we are. Why are we here? Why did our parents bring us here? Do you know why your parents brought you here? Why? To do what? To? Somebody, I'm not getting anybody. To do what? To get? Now, how do you get the knowledge? Levi may ask, do you have the knowledge? The Bible says, the fear of the Lord is the beginning of what? Is the beginning of what? How many of you fear the Lord? 1, 2, 3, 4, 5, 20 only. The rest, let us learn to fear the Lord. And the challenges facing the youth in school. And the biggest challenge is something that I will talk about. Now, if you have a notebook, you must write this. You must write this, capital M-U-S-T. And everywhere you go, everywhere you step, in every situation you are in, ask yourselves the following questions. Question number 1, who am I? Write that question. That's question number 1. Who am I? You know yourself by your name? If somebody tells you to describe yourself, are you able to describe yourself? Yes. Someone will tell me I'm tall, dark, and handsome. It's fine. I understand. Hallelujah. Now, when you ask yourself, who are you? And you get an answer, there is a question that comes. You're here now, you are a student, right? That means you're in school. When you go to a hospital, you become a patient, maybe a doctor or whatever. Hallelujah. Question number 2, where have I come from? That's a question that many students don't ask themselves when they are in school. Where have I come from? That's question number 2. Ask yourself, where have I come from? I don't want to know whether you have come from a Wirani, a Muli, a Sirare. That's not my problem. But describe your background. Describe yourself and where you come from. Look at the background. Look at your home. Look at every surrounding. Everyone surrounding you. Look at that person. Look at that environment at your home. Ask yourself, where have I come from? Where am I going? That's question number 3. Ask yourself, where am I going? Someone will tell me, I'm going to school, I'm going to the toilet, I'm going where, I'm going to the dining hall to eat. It's possible. In fact, it is described, it is confirmed all over the world that we lawyers, we are good in eating. Someone will tell me I'm going to eat. It's fine. But now, where are you going? In life, where are you seeing yourself in the next 10 years from now? Now, this one directs me to that person called my mentor. Who is your mentor? Who inspires you? You want to be a doctor? Who inspires you? You want to be a great actor? Who inspires you? You want to be an engineer? Who inspires you? Who is helping you who is helping you to achieve that particular dream that you want? In my life, I want to be a doctor by profession, but my entire life I'm spending with drunkards. Hello? I want to be a pilot, but my entire life I'm spending with my grandmother who is a witch. What will you automatically be? Wakasema ukitembea na mchawi utakuwa mchawi. Si uongo, ni ukweli. Are we together? So, in life, learn to choose and select those people who can help you achieve that particular dream.
Learn to work with people who can make you understand the importance of that particular dream that you want in life. Am I audible? I was blessed with a voice. I'm a good vocalist. So even if you deny me this mic, I'll still speak. Hallelujah. But it helps me now not to strain too much. And how will that person help you reach there? If that person is able to talk to you, is able to show you the steps to success, then that's the person you should be connected to. Hallelujah. Just be honest. For me, I'll disconnect myself and I look for somebody who can help me reach where I am. I want to be. Hallelujah. Na sisemi kama baba yako anakunywanga pombe sasa umodharau, he still your father. Nini? Maneno anaingia bahari yake. Unaingia? Are we together? Yes. What do you need to do to get there? Hello? Ask yourself all these questions. That's question number. Your written question number? Question number? Question number 5. What will I need to learn to get there? What is needed of you to learn to get there? What is needed of you? What is expected of you? Let me give you a simple challenge. That this person wants to be an architect like me, for example. I'm an architect. But in your life, maybe in your studies and in your curriculum, you hate geography. You want to be a doctor and you hate mathematics and chemistry and biology. You want to be a lawyer, but wewe na CRE na history ni kama hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe, you want to be a teacher, but now maybe, for example, you are not working hard in your languages. How? Learn also to have a strategy on how you are handling your things. A change is required in your life. A change is required in your home. But now, how can you change when that change is required? Hello? Hello? Tunapatana vizuri? But you find that the entire life of this man, he has never married. He has never lived with a woman. What will that person advise me really? Yeah? Oh, you know, nothing. Now, if that person cannot advise anything, then it means I have to go and choose that person who will help me. Hallelujah? So, learn to choose people. That's why we have teachers in school. That's why we have pastors at home. How many went to church last Sunday? Bwana asifiwe. Wacha tuone watu walienda kanisa. Wacha uone wa Kenya. 1, 2, 3. Only 3 people from SBA secondary school. Of all the people, how many are you? 600. And only 3 people going to church on Sunday. Ni wangapi wameokoka leo? If you are born again today, can I see by a show of hands? Now, next Sunday, nitakuwa church yenu. Nataka kuona sadaka ikiwa imeongezeka. So just come, right? I want you to go there, get taught. That's why we have servants of God in the church to help you. There are things that even our parents we cannot handle them with our parents. But there is now the God's fraternity. That's the place where to go. Hallelujah. In our normal life and education system, or what drives us, what draws us back away from Christ. Number 1, what is affecting the youth at most is drugs. So if you have your notebook, write the word drugs and substance abuse. Due to time, but I want at least at the end of the lesson, you get something that I want. Hallelujah. Hello. What is a drug? You know anything about drugs? A drug is anything or any substance when taken into the body, it alters
the normal functioning of the user, right? But you see, despite the fact it alters that normal functioning of the body, it might be either, let me add on what he said. In fact, he's right. Clap for him. Yes. So, it alters the normal body functioning, meaning that at least there is an expected change. It might be positive or negative. Hallelujah. That's why or paracetamol or amoxicillin is called drug. It is a drug. And again, alcohol is a drug. Some of us, we transport alcohol. Is it right? Is it true? I want to tell you this. If you can be able to answer the first questions we talked about, then you have no reason to stand anywhere in any position to tolerate drugs. By God's grace, when we'll find time, we'll go deeper and see how drugs works in our lives. Hallelujah. How many of you are 23 years and above? 1, 2. How many of you are 13 years and below? 1. Now, I want us to learn something. That when we are here, we are not all of the same background, right? Some of our parents drive vehicles. Hallelujah. Some of our parents don't even know how a vehicle is driven. Even if you give them a lift, when they're carrying something, they will just still hold on their head to save space and time so that they can reduce the load in the vehicle. See, there was a time in our village there was a man who bought a pickup. So he carried another old mama, and that mama was carrying a simuero. Who knows a simuero? How is it called in Kizungu? Yeah? Basket. So that basket was carrying a lot of fruits inside and it was full. So that mother decided to sit on the pickup at the back there with his basket on the head, and they just went. So people are wondering, what's wrong with this person? Then she said, I did not want to overload the car. It is allowed. Some of our parents are like that. I know that some of you here, your school fees has been paid fully the entire year. Look at your friend. The influential factor in him or her, is that person influencing you positively or negatively? Wait, I'm still talking. When I give you time to talk, you'll talk. But this person has told me to do this and this. You see, when we were in school, sometimes we used to strike. And you'll find that when that strike comes out, when we strike, we do a lot of things, we are pushed to do a lot of things, we do a lot of distractions in school. But we are forgetting that we are all going home. And when you come back, Sit, Representative DJ Morgan. People will be paying. Stop that. Nani huyo? Mimi itabidi nikae nyumbani kwa sababu sina uwezo na masomo inaendelea. Nani anaumia? Mimi ama wewe? Ni mimi ama wewe? Ni wewe ama mimi? Hii kitu ya kujidanganya, wacha nijaribu waragi kidogo. Mmesema inaitwa waragi. Na nini ingine? Simba. Kitoko. You know all the names, you know. You see, let me tell you this thing. And let me tell you the composition of that particular kitoko or the ethanol or the Simba or the chewy you are talking about. What I'm saying is this. How many of you go to the lab? How many of you go to the lab? Ile lab pale. Go. Take ethanol. For you, maybe you use banks and banners, but at times you'll use ethanol. When you light that particular liquid, ethanol, inaweza waka na itumike kama taa. And test that ethanol
and go and test Waragi. Come tell me the difference. There is no difference. Your intestines, it works on your intestines seriously. And it even changes your face. You are very handsome boy, but when you start drinking, you look like a baboon that has never seen light. So the effect, some of them you'll find that person ameanza tu kufura uso, ameanza tu kunona uso peke yake. Lava ukikuangalia ni kama huoni. Akismile unadhani ni kama analia because you are confused. Is it a smile? Is it, am I crying or what? Kiangalia mdomo imeanza kuwa yellow kama maembe wa kamba. The effect. So if you have ever tried it, warn yourself that if you want a bright future in your life, don't try. I'm speaking out of experience. I was a serious drunkard. Ask yourself questions about yourself. Ask yourself, where am I seeing myself in the next 10 years? That's why youth na Christ, mi vijana na youth, vijana na, yes, vijana na Christ. Hey, jiambie that I will wish to be this kijana na Christ. So that wakati tunakutana kule nje, usihepe, usikule kona, kwa sababu nitakuuliza utakulikuwa vipi. No, I want you to be proud and come to me, tell me, I got this when you came to our school. I am like this because of what I saw when you came in our school. Are we together? I began this advocacy program in the year 2012. And in the year 2014, I was in Bunyore Girls. This is just a finalizing story. I was in Bunyore Girls. And I was talking something about abortion. And whatever I talked, some of the girls had to confess things that they had hidden for the 4 years. She was a Form 4. And she confessed of something that she hidden for 4 years. She was in that school and she had affected a lot of students, and even the staff never knew, the principal never knew. But after the talk, she confessed and we helped her. We helped her, we talked to her, I ensured that she's right. I was in a film festival in November last year in Mombasa. I saw a young kid coming to me telling me, unaitwa. For me, I'm new in Mombasa, nobody knows me. Sasa huyo ananiita ni nani? I was confused. I almost chased that boy away. But she showed me a particular lady. That lady had changed and she told me, you talked to us in Bunyore Girls. She was from Mombasa. Alikuwa msichana kutoka Mombasa, ni wale ambao walikuwa wanatumiwa na nguvu fulani huko. Anakawa ameaffect wanafunzi wenzake shuleni. So wanafunzi wako class lakini wanaona tu vitu zingine zenye haziko. But through that talk, she could recognize me again in Mombasa County. I want that person to be you. That after 10 years, come tell me that this particular time, you said this. When this program came in our school, it helped me this way. Hello? Hello? Number last but not least, I'll come back here. We will come back here. I'm not alone. We will come back here. Recognize yourself with your talent. You are here. You're a good musician. You can sing. Let it grow. That's why Joy and Hope Records is here. That's why Samaritan Radio is here. To bring you up. That particular artist, that particular actor, that particular whatever you can do. These are talents. So, ile yenye unaona unaweza fanya, you are a good dancer. Right now, dancing is paying youth in Nairobi. Talent is paying. Hashtag, talent is paying. Hello?
You cannot be God in books. Sio sisi wote ni wazuri kwa vitabu bwana. Sio sisi wote tunapata ile arithmetic mathematics vizuri. Algebra inatuchenga kidogo. Find x na x wangu ni huko. Hapana. Let's come back now. Let's work on our talent. Hello? And sing for Christ. Let me tell you this thing. When you sing for the Lord, He will just power pack you with upako. Upako unashuka. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Is the point at home? Are we together? Yes. So we are here. Jackson Records is here. Samaritan Radio. This team is here. It's an amazing team that is ready to support us to launch this program in Spain. We are hoping that by the time we come back, we'll come back with the results of this particular forum. Hello? Vijana Nanani? Thank you so much. May God bless you. Call me Mbeta Javan. I'm repeating, call me Mbeta Javan. On Facebook, Mbeta Lastborn. Instagram, Mbeta Lastborn. YouTube, Mbeta Lastborn. That's me. I'm an architect, I'm a vocalist, I'm a filmmaker, I'm an artist. Profession ni moja, architecture, lakini zingine ni talent. You have a question? Any question? Just one or two questions before you sit down? No question. You have the great opportunity. Some of us, we have to go extra miles for our talent to be discovered. Are we together? But for us, for you, you are so much advantaged because now we are searching you. Hello? Hello? Thank you so much. May God bless you. Ngoja. Hey. Wacha ngoja warukaruke. Najienjoy. Iwapo uko hapo na and you feel you have something, just raise your hand. Nini naweza fanya? Kuna msichana hapa. Nakumbuka ukianza unasema jina lako. Unasema mimi naitwa so and so. Na mimi naona kitu ambacho kinaweza fanya mwanafunzi akatae kusoma ni kitu fulani. Yes. Kwa hivyo kuna huyo hapa hivi. Anasema vipi? Hebu tusikie maoni yake. Unaitwa Catherine. Ongea na sauti. Nini naweza fanya mwanafunzi aache masomo? Lack of school fees. Na yeye mwenyewe akisema tu sitaki kwenda shule mazee. Leo tu sioni kama naweza enda shule. Nini naweza compel student aache kusoma hata kama hiyo school fees iko? Kula. Anasema ni chakula. Ni ukweli, kuna point hapo. Soma. Kwa majina ni Ezron Wamalwa. Na mimi Kenya ninachosema kitu Kenya ninafanya youth aache kusoma ni mara nyingi wao wanajiingiza kwa hii mambo ya mihadarati. Inaweza kuchangia youth aache kusoma. Yes, unaanza tena makofi yakikuja. Kisha unaongea kwa sauti. Come here. Ongea tu kwa sauti. Majina ni Bridget. Mimi naona wanasoma bad company. Utarudia ili at least iweze kupick vizuri. I know you are right, what you are saying is right. So you only need to repeat, then start with your name. Huh? Yeah, you can also speak English. My name is Bridget. Aya, wacha wamalize kucheka. Alafu na unaongea tena. Tuliambiwa tucheke Spanish. Tusicheke, wacha tucheke.
Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. My name is Winnie Mbone. Kwa inasofanya mwanafunzi aje shule, especially for girls, is early pregnancies. Asante sana. Unaona amekuwa loud and clear. Yes, just speak. These people, you know them. Ninaona kinaweza kufanya wanafunzi aje kuja shule ni bad company, because bad company corrupts good moral. Bad company corrupts. A very good point. A very good point. Nani anaamini ya kwamba swali ambalo niko nalo hapa anaweza kulipata? Kuja. Wale wameiva Bible. Bible trivia. Welcome to the Bible trivia. Sema Bible trivia. Aya, songa karibu ili kamera iweze kupika. Na Bible trivia ni swali la Biblia. Sema tu jina lako. Just be loud enough. Say your name. Okay, my names are Horace M. Andrew. Horace M. Andrew. Aya, Horace, swali ambalo ningependa kuuliza ni hili ndani ya Biblia. What is the longest book in the Bible? Unanyamaza kule kwa sababu haukuinua mkono, you remain silent and he answers it. So if you need the opportunity, utakuja. What is the longest book in the Bible? Silence. I hope SB has students with manners. Sindio? Students with? And I like talking to people who have manners. Because even God himself had manners and had order. Sawa sawa. That's why nikamuita hapa. Iwapo unafeel ya kwamba atafail na unajua, then pia unaweza inua mkono na ukuje. Sawa sawa. So, Horace, we are talking about the longest book in the Bible, not a verse. Sema kwa sauti. Yes. Anasema the longest book ni Ecclesiastes. Asante sana. She has come courageously. Now, which means she can say her name courageously. Yes, what's your name? My name is Ondo Lucy Taka. Yes. Welcome to the Bible trivia. What is the longest book in the Bible? Psalms. Are you sure? Are you sure? Yes. Congratulations. The longest book in the Bible is Psalms. Wapi makofi yake?